Ukishaokoka my friend, you are above every creature, above every circumstances and situation. You are above them. Na zaidi ya yote sisi tumeketishwa juu sana kuliko falme na mamlaka. Haya maneno mbona myatumia? Inawezekana kabisa. Unachotakiwa ni kubadilisha mtazamo wako na maneno ya kinywa chako. Wapenzi watazamaji wangu, napenda kuchukua nafasi hii kuwasalimu katika jina la Yesu, yeye aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ni furaha iliyoje tena kutokea kwenye studio hizi za television ili kusema na wewe, na hasa maneno yatakayobadilisha mustakabali wa maisha yako. Wapenzi, kuna kanuni kuu za maisha ambazo leo nataka nikuletee, ambazo zitabadilisha mustakabali wa maisha yako. Kabla sijaendelea, ningependa kujitambulisha kwako ndugu unanitazama. Jina langu naitwa Dr. Bonaventure Katembo. Ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Huduma ninaitembea naye kwenye television inaitwa Bread of Life Ministry. Na ninaita Bread of Life Ministry kwa sababu neno la Mungu ni mkate wa uzima. Na Mungu amenituma nisambaze au nigawe mkate wa uzima kwa wote wanaonitazama na kunisikiliza. Kanisa letu liko Segerea Chama, linalojulikana kama Deliverance Mission Center TAG. Sisi tunaamini pia katika kuwafungua waliofungwa na kuwatua mizigo watu waliolemewa na mizigo. Na tunaamini pia katika kulifundisha neno la Mungu kwa ukamilifu wake. Kanisa letu linawakaribisha watu wa madhehebu yote, wa dini zote, kwa sababu ni kituo cha mafunzo. Tunafundisha neno la Mungu kwa usahihi. Tunaamini ukilipanda neno kwenye maisha ya mwanadamu, akitoka pale atafahamu mabadiliko lazima yatokee. Haiwezekani mtu akawa na mabadiliko kwenye maisha kama hana taarifa. Na Mungu alilituma neno lake duniani kama taarifa imhusu yeye na mwanadamu na dunia na mbingu. Nami nimepewa kazi moja kuu duniani. Kazi hiyo kulitafsiri neno la Mungu kwa ufasaha wake. Na kwa sababu hiyo nimetokea ndani ya studios za television. Leo nataka nielezee sababu kuu zinazowafanya Wakristo wengi washindwe kusonga mbele. Na nitazielezea kwa umakini na usahihi sana. Kuna watu wengi wanaamini kila kitu pepo, kila kitu majini, kila kitu kulogwa. Wapenzi, si kweli. Neno la Mungu ni taa. Neno la Mungu ni nuru. Ukitaka ugundue kasoro zako, soma neno la Mungu. Na ukitaka kuona unafanikiwa pasavyo au sawa sawa, lazima ulijue neno la Mungu. Hakuna mtu aliyetembea na neno la Mungu akabaki kama alivyo. Sijawahi kumwona. Leo ninataka kuleta somo linaloitwa umuhimu wa mtazamo chanya, the importance of positive perspective. Positive perspective. Mtazamo wako ndio unaweza ukabadilisha nafasi yako. Kuna wakati na wasikiliza watu wanaohubiri kwenye Biblia. Actually, hao watu wanakufanya wewe uwe mtumwa wa kuombewa January to January. That is very wrong. Very, very wrong indeed. Huwezi ukaishi kwa kuombewa tu. No. Yesu anafundisha, anasema mtaijua kweli na hiyo kweli itakuweka huru. Kitu cha muhimu ni wewe kuijua kweli. Ukijua kweli hutabaki kama ulivyo. Moja ya madhara ya watu wengi wanakuwa duni ni kwa sababu ya mitazamo yao. Na mitazamo hiyo mingine wamejengewa tangu wakiwa wadogo kwenye makanisa yao. Kwamba kuna majini, kuna wachawi, akilia paka macho mekundu mchawi. No, that is very wrong perspective. Hawajaelewa neno la Yesu kwenye kitabu cha Luka 10:19. Tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nge, nyoka na nguvu zote za yule mwovu, wala hakuna chochote kitakachowadhuru. Ukishaokoka my friend, you are above every creature, above every circumstances and situation. You are above them.
Na zaidi ya yote sisi tumeketishwa juu sana kuliko falme na mamlaka. Haya maneno mbona myatumii? Matokeo yake mmewa exalt wachawi, majini, kila siku kuna pepo, sijui majini mahaba, majini yapo, lakini hayana kazi kwa wana wa Mungu. Mwana wa Mungu, unaomba unisikilize unaponitazama kwa makini. Sijakurupuka kuingia studio. Nina habari njema za ufalme wa Mungu. Nina habari njema ambazo zitabadilisha mustakabali wa maisha yako. Positive perspective. What is it? Nini hiyo positive perspective? Na tutaangalia watu kwenye Biblia walioshindwa kwa sababu ya vinywa vyao. Biblia inasema aogopacho mtu mbaya ndicho kimpatacho, mtu mwovu ndipo kimpatacho. Ikiwa wewe sio mwovu, why do you fear? Kwa nini unaogopa? Yesu alisema neno hili, hata mkila kitu cha kufishwa hakitawadhuru. Haya maneno yanatakiwa yasemwe ili akili ikubali. Yakisha kubali utafanikiwa. Unapoangalia vitu kwa mtazamo wa kimungu, unapoangalia vitu kwa mtazamo wa kimungu, utavitamka kwa mtazamo wa kimungu. Nilipokuwa Marekani nikisoma, nikakutana na vijana wadogo kwa umri wangu, tayari walishakuwa na PhD. Wakawa wanaandika kwenye madaftari yao PhD, doctor. Ile ilinitia wivu wa kupindukia. Sasa ile wiki ya kwanza mimi nikachange. Na mimi nikajiandika Dr. Bonaventure. Kumbuka masters sina, lakini nikajiandika doctor. Lakini tulipoingia darasani, mafundisho waliofundishwa, I was among the best student. Nikasema no way. Lazima mimi niitwe daktari, sio wa kupewa udaktari wa heshima. Lazima nisome. Unajua tunawapongeza wazee wetu waliotutangulia wakipewa hiyo honorary doctorate, tunawapongeza. Lakini vijana wanapopokea honorary doctorate tunajiuliza wanaogopa nini? Hakuna umande siku hizi. Why do you fear to go back to the class? Mimi nikaamua kusoma. Nikafanya masters na Vision International University Kenya. Baada hapo nilipomaliza nikafaulu vizuri sana. Na nilipofaulu nikaona lazima niendelee. Nikasoma PhD na New Life Bible College and Seminary ya Marekani. Sasa niliposoma na nikafaulu vizuri sana. Kumbe nikaona inawezekana. Na niliwaambia washirika wangu mimi ndio best student. Kwa hiyo nilikuwa naongea vitu ambavyo akili yenyewe haijui. Lakini nilikuwa na akili ya kwamba I am the best student, best candidate. Unajua kimjazacho mtu moyoni ndicho kimtokacho. Watu wengi wameshindwa na wamekuwa maskini kwa sababu, sio nitumie neno gani, lakini kwa sababu ya uoga wao. Neno zuri la adabu ni uoga. Ukisha kuwa na mtazamo chanya, utapata vitu chanya. Nitakuonyesha kwenye Biblia watu ambao walishindwa miserably kwa sababu ya mitazamo yao negative. Mpenzi unayenisikiliza, usikiri kushindwa kabla hujashindwa. Usikiri kufa kabla hujakufa. Usikiri kwamba ugonjwa huu hautibiki kabla wewe hujaona au hujajua kwamba kuna uwezekano wa kupona. Ndugu unanitazama, kwenye huduma yangu wafu 3 wamefufuka. Mmoja kwenye kijiji cha Mgango Msoma, mmoja Tabata, mmoja hospitali ya Amana. Sasa nikishaona uwezo wa Mungu wa namna hii, nini tena niogope? Sina kitu cha kuogopa. Mtume Paulo anasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8, anasema Mungu akiwa upande wetu, ni nani atakayekuwa kinyume nasi? Ndio kwa maana ninapozungumza habari ya positive perspective, mtazamo chanya. Mtazamo chanya hauji wenyewe kwa maombi. Mtazamo chanya unakuja kwa kusoma na kusikiliza shuhuda. Mtazamo chanya unakuja kwa exposure, kuwajua watu ambao ulioishi nao.
na hatimaye ukaona wamebadilika rapidly, then unajisema kama fulani imewezekana, kwangu pia inawezekana. Na mtazamo chanya unategemea historical background ni muhimu sana. Yale mambo ya mwanzo ulioyapitia yakawezekana, hata ya leo yatawezekana. Ndio kwa maana anasema mtazamo wako ndio utakao kuwa na uwezo wa kubadilisha maisha yako. Kwenye kitabu cha Hesabu sura 13 mstari wa 27 hadi 30. Biblia inasema wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na hayo ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Muhiti na Myebusi na Mwamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordan. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, tupande mara tukaitamalaki, maana taweza kuishinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza. Wakasema, ile nchi tulioipita kati yake ili kuipeleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huku tuliona Wanefili wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. You see that? Utapataje ushindi wakati umejiita mwenyewe panzi? Panzi anawezaje kushindana kwenye mashindano? Mpenzi unayenisikiliza, mtazamo wako na ukiri wako hasi ndio umekufanya uwe maskini wa kutupwa, ndio umekufanya ushindwe wakati wote, ndio umekufanya huna maendeleo. Leo ukibadilisha msemo, ukibadilisha mtazamo, yale usiyoyaweza kwanza utayaweza. Huna sababu ya kujiita panzi, huna sababu ya kujiita maskini. After all, hawa leo unawaita matajiri, some years back walikuwa maskini tu. Mimi naijua Dar es Salaam, nimekuja Dar es Salaam tangu nikiwa na miaka 17. Miaka ile ya 80 matajiri wanaojulikana leo hawakuwepo. Hawa wengine walikuwa wadogo, wengine hawakujulikana. Kulikuwa na watu kama kina Lord Lajpa, hao ndio walikuwa wanajulikana. Kulikuwa na watu kina Kalmali Juma, KJ Motors, hao ndio walikuwa wanajulikana. Hawa wengine hawakujulikana kabisa. Kwenye ulimwengu wa matajiri hawakuwepo. Kama hawa leo wanaitwa matajiri, wamewezekana kutokea. Kesho wewe inawezekana kabisa ukatokea ukawa tajiri. Badilisha mtazamo wako na msemo wako. Hawa walijiita mapanzi wenyewe. Hebu nikuulize, hivyo ni lini wana wa Israeli walishinda vita Misri kwa nguvu zao, kama si Bwana kuwa nyuma yao? Mungu ninayemtumikia na Mungu aliyekuita uingie kwenye utumishi huu ana jambo kubwa juu ya maisha yako. Na wewe ukikubali mwaliko wake, ukikubali kuongea lugha ya Mungu, yani nakwambia, kufumba na kufumbua, historia yako ya maisha itabadilika. Wale wasiyekujua watakujua. Inawezekana. Unakumbuka kisa cha Daudi? Jeshi zima la taifa la Israeli pamoja na mfalme walijificha, wakamkimbia Goliath. Akatokea kijana mdogo mwenye umri wa miaka 15, akasema, nitampiga Mfilisti yule asiyetahiriwa. Yale maneno yalimfanya Daudi apate nguvu ya kumua Goliath. Goliath wako hata kufa kwa msaada wa kutoka nje. Goliath wako atakufa kwa msaada wako, msaada utokao ndani yako. Na huo ndio mtazamo chanya juu ya maisha yako. Watu wengi wanasema, mwanamke hawezi. Jamani, dunia tume experience. Malawi tulipata rais mwanamke,
Ghana naye mwanamke, rais mwanamke, and so forth. Tanzania tumepata spika wa bunge mwanamke na amefanya vizuri. Inawezekana kabisa. Unachotakiwa ni kubadilisha mtazamo wako na maneno ya kinywa chako. Ukibadilisha, inawezekana. Mara kadhaa nimesema ya kwamba mimi nataka kufanya second PhD yangu ya uongozi ili niwafikie marais wa bara la Afrika. Kwa nini? Kwa sababu kuna neno mimi naamini kabisa, marais wengi wa bara la Afrika hawajui mpango wa Mungu juu ya maisha yao na hatima yao. Lazima apatikane mtu aende akwambie, na mtu the right person is me. Hakuna mtu mwingine, ni mimi tu kukwambia kwamba hey, come on, tunaweza kuivusha bara la Afrika. Sione ugumu, yote yawezekana kwake yeye aaminie. Ukiamini yote yanawezekana. Uko maskini kwa sababu ya ukiri wako, uko maskini kwa sababu ya uoga wako, uko maskini kwa sababu ya watu unaoambatana nao. Unajua, ukiambatana na watu waongo, watu wajinga, utakuwa mjinga hata kama umesoma. Mimi nataka nikwambie, badilisha mtazamo wako, badilisha ukiri wako, maisha yako yatabadilika hakika. Kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 11 hadi 16, kulikuwa na vita kali kati ya Washami na Israel, hata kampelekea Gideon ajifiche. Alikuwa anapepeta ngano kwenye shimo. Malaika wa Bwana alipomtokea Gideon, hakumuita Gideon muoga, akamuita Gideon shujaa. Lile neno lilimshock Gideon. Alishangaa, ninakuwaje shujaa? Nawezaje kuokoa Israel? Lakini wewe na mimi unafahamu ya kwamba hakuna jeshi bora duniani liloenda kupigana vita duniani na watu wachache na wakashinda vita isipokuwa jeshi la Gideon. Sasa unajiuliza, huyu alisema hafai, mdogo, duni, aliwezaje? Malaika alimuona Gideon ni shujaa. Mungu anakuona wewe ni mbarikiwa. Mungu anakuona wewe ni mfanikiwa. Mungu anakuona wewe ni shujaa. Mungu anakuona wewe ni mtoto wake. Kushindwa kunatoka wapi sasa? Umaskini unatoka wapi sasa? Kama si kwenye ukiri wako. Mpenzi unayenisikiliza na kunitazama, ukibadilisha neno lako leo, useme wako ukibadilisha. Unajua kinywa lazima kizoeshwe. Kizoeshwe kutamka lugha ya Mungu. Ndio kwa maana Mose anasema watu wawili waweza kwenda njia moja wasipopatana. Kupatana pale si agreement. Yeah, you speak the same language, you speak the language of God. Unaongea kile ambacho Mungu anaongea. Ukiongea kile anachoongea Mungu, yale yasiyowezekana kwako yatawezekana. Wajua, kanisani kwetu mimi niliamini ya kwamba ni majira Mungu ameachilia neema ya kufanya major renovation kanisani kwetu. Na renovation tukayofanya itawashangaza watu wengi. Hatukuwa na fedha mkononi, lakini mimi nilijua haya ni majira. Niliweza kutambua majira na nikaona kwamba mimi ndio candidate, the right candidate kuongoza ujenzi ule. Wapenzi, watu wengi wanashindwa kwa sababu wanaamini kinyume na matamshi ya Mungu. Ndio kwa maana mara kadhaa anasema kanisani kwangu hakuna tasa. Hakuna mwanamke tasa. Kwa nini? Mungu hakuumba matiti kama urembo. Aliumba matiti kwa ajili ya matumizi ya mtu aliyoko ndani ya tumbo la mwanamke. Huyo mtu lazima aandaliwe atoke. Akitoka atanyonya matiti ya mamake. Kuna binti yangu moja, siku moja madaktari walimwambia ya kwamba wamewana na mume wake, ndoa bado changa. Madaktari walimwambia, hey, nyinyi hamwezi kupata mtoto kwa sababu mzenu hazimachi, kwa hiyo hamwezi kuzaa. Yule dada na mume wake wakaja ofisini. Wakasema, mchungaji, ndivyo daktari alivyotuambia. Nikasema sawa sawa. Daktari ameongea katika upeo wake, lakini Mungu aliongea kwenye upeo wake. Akasema, zaini ongezeke mkajaze dunia. Ndio neno la Mungu. Zaidi hapa sijui. Nikamuuliza, je, unaamini unaliamini neno la Mungu? Ndio. Nikasema, je, unaliamini neno langu? Akasema ndio. Nikamwambia, Baba, nakushukuru kwa sababu huyu mwanamke na mwanamume watazaa. Maana ndivyo ulivyokusudia na ndivyo ulivyopanga Mungu, katika jina la Yesu. Yule mwanamke akashika mimba.
Aliposhika mimba, baada ya muda ile mimba ikatoka. Mama alilia sana. Akaja akaniambia, mchungaji, mimba imetoka. Nilikwambia. Nikamwambia no. Hiyo mimba imetoka ili kusafisha tumbo, lakini mimba nyingine inakuja. Baada hapo akazaa mtoto wa kwanza, yuko hai mpaka sasa. Akazaa mtoto wa pili, yuko hai mpaka sasa. Akapata mimba ya tatu. Alipopata mimba ya tatu akaenda hospitali akasema, hey, mtoto anazaliwa ni wa kike tena. Hawa watoto wawili wote wa kike. Sasa shauku yake ni kuzaa mtoto wa kiume. Na ameshapiga kwenye ultrasound, ana muda mfupi azae. Alipokuja kanisani kwangu, tena ilikuwa barabarani kanikuta. Nikamwambia hongera. Akasema asante baba. Mtoto gani? Akaniambia madaktari wameniambia mtoto wa kike. Nikamuuliza wewe unataka kuzaa mtoto gani? Akaniambia nataka kuzaa mtoto wa kiume. Nikamuuliza mume wake, unaruhusu nishike tumbo la mke wako? Akasema shika. Nikashika tumbo la mke wake. Nikasema baba, nakushukuru kwa sababu umenipaka mafuta kuifanya kazi yako. Ninabatilisha jinsia ya kike na iwe jinsia ya kiume kwa jina la Yesu. Is done. Mpenzi unanitazama, yule mwanamke amezaa mtoto wa kiume sawa sawa na neno la nabii wa Bwana. Ukibadilisha mtazamo wako, ukibadilisha kusema kwako, unajua mtazamo ndio unayoathiri mfumo mzima wa maisha ya wanadamu. Mtazamo, ukiwa na mtazamo chanya utatoa vitu very positive, na ukiwa na mtazamo hasi utatoa vitu very negative. Sasa uamuzi ni wako, uwe mtu wa kushindwa au uwe mtu wa kushinda, ufe au pone. Maana Mungu ameweka uweza katika kinywa chako. Uzima na mauti uko kwenye mamlaka ya ulimi wako. Ukitamka uzima utakuwa mzima, ukitamka kufa utakufa, ukitamka umaskini utakuwa maskini, ukitamka tajiri utakuwa tajiri tu kabisa. Hayo nimeyazoea kwenye maisha yangu. Mpenzi unanisikiliza, kama nilivyokuambia, mimi naitwa Dr. Bonaventure Katembo. Ni assistant professor kwenye universities. Lakini nataka nikwambie, hili neno la Mungu ni sehemu ya maisha yangu, na hakika nimemwona Mungu sana. Naomba leo ndugu na nitazama, badilisha ukiri wako. Anza kusema kama Mungu asemavyo. Anza kukiri neno la Mungu, na ulione neno hili la Mungu kama kitabu cha biolojia, kama kitabu cha science. Unajua ukweli, nilikuwa nawaambia watu hakuna daktari bingwa duniani. Hakuna daktari bingwa. Ila kuna specialist amesomea magonjwa fulani. Daktari bingwa duniani ni mmoja tu. Jina lake Yesu. Yeye ana uwezo na magonjwa yote. Yeye ana uwezo wa kubariki. Yeye ana uwezo wa kuponya. Yeye ana uwezo wa kufufua. Yeye ana uwezo wa kuua. Mpenzi unanisikiliza, amua leo ya kwamba kinywa chako utakibadilisha. Utaanza kusema lugha ya Mungu. Mungu wangu wa mbinguni akubariki. Lakini waweza kuwasiliana nami kwa simu zifuatazo: 0754 32 64 56, 0754 32 64 56, au 0755 85 88 44, 0755 85 88 44, au 0786 80 27 93. Mpenzi unanitazama, amani ya Kristo ikuhifadhi. Ninatamka kufunguliwa kwenye maisha yako. Ninatamka kufunguliwa kwenye kinywa chako. Ninatamka neema ya kupokea kutoka kwa Mungu. Lakini zaidi ya yote sana, ninatamka kuanzia leo kinywa chako kiweze kuongea lugha ya Mungu. Hata kama ulilala na njaa jana, leo sema, nina fedha ya kutosha kula, tena kula hoteli, mimi na watoto wangu. Ninaita baraka za fedha kutoka mashariki, kaskazi, kusini na magharibi zikupate hapa ulipo. Ninaita baraka ya uzima na afya zikupate hapa ulipo. Mpenzi unanisikiliza, ijapokuwa madaktari wamekwambia utakufa, mimi kama nabii wa Bwana nakwambia utaishi, ili uyasimulie matendo ya Bwana. Hutakufa wala utaibika. Neema ya Mungu na kuachilia juu ya maisha yako. Ninafuta kansa maishani mwako. Ninafuta ukimwi maishani mwako. Ninafuta tuberculosis, TB maishani mwako. Na kila paralytic spirit ninaifuta kwa jina la Yesu. Uzima wake Kristo uumbike maishani mwako. Shalom, shalom. Karibu
kwenye huduma ya Bread of Life. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth.